Klabu ya Crystal Palace wanazidi kujiamini kuwa wanaweza kuondoa mapinduzi makubwa ya usimamizi kwa kumteua Andoni Iraola kama kocha wao mkuu, na wakati Chelsea wakisalia kuwa wagombea, The Eagles wana faida kubwa, ambapo taarifa nyingi zimeripotiwa na Team Talk. Sasa Mhispania huyo anatathmini kuwa uhamisho wake ujao baada ya kuthibitishwa kwamba ataondoka Bournemouth msimu huu wa joto kufuatia kampeni nyingine ya kuvutia ya ligi kuu ya Uingereza, huku kukiwa na michezo miwili iliyosalia. Unaambiwa Cheers wanashika nafasi ya 6 na wanaweza kucheza ligi ya mabingwa msimu ujao ikiwa Aston Villa itamaliza ya 5 na kushinda ligi ya Europa. Sasa sifa ya Iraola imeendelea kupaa baada ya kuibadilisha Bournemouth na kuwa moja ya timu zinazosimua ama zinazoweza kusisimua kwenye ligi na zenye fujo katika kitengo hicho, na hii imevutia sana na kuwa na sifa kutoka kwa vilabu kadhaa vya wasomi kote Europa. Sasa kutoka Team Talk inatuambia kwamba ama inaelewa kuwa kurejea Uhispania hapo awali kulionekana kama uwezekano mkubwa wa bosi wa zamani wa Rayo Vallecano. Unajua hiyo? Ndio. Sasa Athletic Bilbao walichunguza matarajio ya kumrejesha Iraola kwenye La Liga, lakini hatimaye wakahamia katika uwezekano ama mwelekeo tofauti na wakamteua meneja wa zamani wa Borussia Dortmund Edin Terzic badala yake. Sasa maendeleo ya Iraola yamebadilisha sana soko karibu na Iraola, sawa, na kufungua pia milango kwa vilabu vya ligi kuu kuongeza hamu yao. Chelsea zinatajwa pia, lakini Manchester United wamemjadili Iraola kwa ndani, huku wakiendelea kufikiria iwapo watamkabidhi Michael Carrick jukumu la kudumu baada ya muda wake mzuri hapo Old Trafford. Lakini Chelsea pia wanamshabikia sana Mhispania huyo, huku wakitafuta mrithi wa Liam Rosnier. Kama nilivyokuambia awali, Team Talk nimekuwa nikishirikiana nao sana kukujuza taarifa hizi. Ilifichua mapema wiki hii uongozi wa Stamford Bridge umetathmini orodha pana sana ya wagombea, na Iraola bado yuko kwenye mazungumzo kutokana na mbinu yake ya kisasa na kuthibitishwa kubadilika kwa ligi kuu. Hata hivyo, Crystal Palace wanakataa ile kutishwa na kiwango cha ushindani na wanaamini kuwa wana faida kadhaa muhimu zaidi ya The Blues katika mbio za kumpata mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 43. Alikuwa mchezaji noma sana. Sasa vyanzo vya habari ndani ya Selhurst Park wameweza kupiga story pia na Team Talk, wakiweza kwamba na kusema kwamba inazidi kujiamini, kwa maana klabu hiyo inazidi kujiamini kwamba wanaweza kumshawishi Iraola kuhamia kusini mashariki mwa London na kuchukua nafasi ya Oliver Glasner aliyeweza kuondoka. Bado taarifa zimekuwa ni nyingi. Je, naweza ikawa hivyo au mambo yanaweza kukwama? Uongozi wa Crystal Palace unaamini kwamba muundo wa klabu, mkakati wa kuajiri na kikosi cha vijana wanaochipukia inaweza kuvutia sana Mhispania huyo. Sasa zaidi ya hayo pia kuna imani ndani ya kwamba fursa ya kujenga mradi muda mrefu na uhuru wa kiasi, kitu ambacho labda hangeweza kupata Chelsea kwa mfano, inaweza kutofautisha Palace na baadhi ya vilabu vikubwa vinavyotathmini chaguzi za usimamizi kwa sasa. Wakati huo huo, Team Talk inaelewa kuwa Palace wamefurahishwa sana na uwezo wa Iraola wa kuboresha wachezaji mmoja mmoja, huku akitekeleza soka la kiwango cha juu la mguu wa mbele zaidi. Kazi yake na wachezaji wachanga na unyumbulifu ule umekuwa ni mbinu pia kuzingatiwa sana. Moja kati ya kitu ambacho kinazingatiwa kama inafaa kwa maendeleo ambayo Palace wanataka kuingia hapo. Sasa
najiuliza itakuwaje Iraola nabaki au ataondoka? Bwana, mimi nikukumbushe hizi ni tetesi za soka barani Ulaya. Mimi ni Ali Swaleh Mshana, asante na kwaheri.